mazingira na mashirika ya kijamii yametoa wito kwa jamii zinazoishi katika ufuo wa bahari katika ukanda wa pwani kuwekeza juhudi za kusafisha bahari na kuzitunza. Washikadau hawa wakibaini kuwa hii ni katika juhudi za kuhakikisha kuwa wamejiimarisha wakati wanapokadiria mabadiliko katika hali ya hewa. Wakizungumza katika zoezi la kusafisha bahari hizi katika eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, waliweka wazi kuwa takriban plastiki 19 hadi plastiki milioni 23 zinarushwa ndani ya bahari mwishoni mwa mwaka. Climate change ni kitu ambacho tunaangazia sana kama mahakama ya mazingira na ardhi. Sababu zile zinafanya bahari inarudi na maji ya inchi kama lakes inaongezeka ni sababu gani? Sababu ya kwanza ni uharibifu wa misitu. Unajua wananchi wengi wanaharibu misitu na hawapandi miti. Kwa hivyo hapa leo tumekuja kuonyesha wananchi njia ya kurekebisha hiyo mambo ya climate change. Na wale ambao wanachafua bahari ni sisi. Sisi wenyewe ndio tunachafua bahari. Wale wanyama wanaishi ndani ya bahari hawachafui bahari. Lakini wale wanyama wanaishi nje ya bahari ndio wanakuja wanachafua bahari. Wanakuja na plastiki. Unaona mtu anakunywa soda ya plastiki anatupa hapo. Anakula ice cream anatupa hapo. Wananchi nitakana wajue ya kwamba hiyo mtindo ni mbaya sana ya kuchafua mazingira. Na hawa viumbe pia wanataka hewa yao iwe safi, wanataka mazingira yao pia yawe masafi, ndio tuwaze kupata big production. Na kwa sababu tunajua sekta ino ya blue economy ama kilimo samawati ni sekta ambayo ni muhimu sana katika kujenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Wavuvi wetu lazima mazingira yao ya baharini yawe yako sawa, pia ndio waweze kuvua, wapate samaki wale ambao watatumia kwa chakula, na kile pia watatumia kama kutafuta hazina ama kutafuta fedha za kuhakimu katika maisha yao.